Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji, kwa wale wanaotufuatilizia na kutuandamizia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube, Instagram na TikTok, pamoja na wale wanaotutegea kupitia kwa idhaa ya 95.0 Iqra FM. Katika ziara yetu ya Kitui, alhamdulillah thumma alhamdulillah, tuliweza pia kujumuika na mama zetu ambao pia tuliweza kupata neno kutoka kwao, na hivi sasa tunaungana na mama yetu mmoja hapa na atatujuza yeye haswa majina yake na maeneo anayotokea, na pia tutazungumzia masuala yaliyopo na masaibu pia mengineyo kando na hili swala kuu ambalo tumelijia. Assalamu alaykum wa barakatuh mama. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Muna Ahmed, ni mkazi wa Kitui, nimeishi karibu miaka 45. Alhamdulillah, twashukuru. Mimi shida yangu ni mbili. Kwanza, kitu moja muhimu ni kuwa mbele ya msikiti, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, miraa yatandikwa barabarani mbele ya msikiti. Subhanallah. Baada ya hivyo juu ni madrasa. Sasa hata wajukuu ukiwaambia miraa ni mibaya, kuambia mbona watu wala. Sasa imefika stage mpaka wasichana wadogo watumia mikuka. Ukipita siku ya Ijumaa msikiti hapo mbele na nyuma msikiti umezingirwa na miraa. Na mimi nimejaribu, kwa sababu nimekuwa kwenye groups, nimekuwa chairled in many groups, nimeenda mpaka juu kwa DC wapi kila pale for the last 20 years, kwa sababu miraa imeathiri nyumba nyingi sana. Nyumba nyingi zimeuzwa, nyumba nyingi zimevunjika thamana na mukuka. Na afadhali wakati wa miraa. Saa hizi haya majani watoto wengi wameharibika. Hata na waomba muzunguke town muangalie, muone athari ya miraa. Nyumba nyingi za Waislamu zimekwenda, na kwa sababu pia yaonesha picha mbaya. Saa hizi watu washuka msikitini wenda kwenye vibanda viko next to the masjid. Sasa watoto pia wameathirika, waona hata hakuna haja ya masomo, kwa sababu ikiwa watu wala miraa. Na siku hizi wameongeza na kitu kingine juu yake, harusi zetu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kupamba nini, zote hizo ambazo wakuta munkarat umejaa. Kitu kingine ni kuwa majority twafanya harusi na inahusia Waislamu wote na walimu wote. Kawaida usomwa aya katika Suratun Nisa aya ya kwanza, na watu wengi wanaooa na wanaolewa hawajui maana ya ile uzito wa ile aya. Unakuta msichana badala ya kuwa kwenye nikah yuko saluni. Kwanza hata siku hiyo si rahisi msichana kuswali kwa sababu ya makeup na vitu vingi ambavyo havina maana. Ndio wakuta ndoa za watoto wetu hazikai, hazidumu, kwa sababu hata walimu kidogo wakosea kutokufundisha watu umuhimu wa nikah, watu kusikiza nikah, kuelewa, kujua kuwa hii ni contract ya Mwenyezi Mungu na mbingu zote ziko wazi. Kwa hivyo mimi nasikitika kama mkazi wa Kitui, hali tumofika ni tuko hali mbaya kwa sababu ya miraa. Vijana wetu wengi wameathirika, hata ukipita katikati utaona. Ukija jioni nje ya msikiti vibanda vidogo vidogo vinawekwa huko meza miraa. Sasa wakuta sisi hata saa hizi ukenda juu utakuta majority hakuna Muislamu, ni Wakristo. Kazi zote ni wao wapatiwa, na sisi hatuwezi kusema kuwa tuonewa. Ni sisi wenyewe tumekuwa adui yetu sisi wenyewe, kwa sababu hatukufuata mambo ya Mwenyezi Mungu vile ansema. Kitu chochote haramu hakina faida. Na ukisema sana, mi kama hivi nazungumza niko naogopa Mola wangu, ndio nimekuja kuzungumza kwa Iqra, muangalie vile mtatusaidia. Kuna njia mbili ambazo zimejengwa. Njia hizi ni za miraa, na saa hizi ndio jua kali. Kunatandikwa vitanda, kunatandikwa vitu, hakuna njia, mtu akaugua usiku hakuna pali pa kupita, kwa sababu njia imetumia millions of money is being used as a jua kali ya vitanda. Kitu cha pili, kila mtu ajue sote tutakuwa mas'ul. Hivi vita vyote wasikia vimetokea recently, you can imagine mtu yuko ameinvest kazi yake ije iharibiwe kwa siku moja, na pengine amechukua loan, maisha yake yameharibika. Na hii ni kwa sababu ya chuki ambazo hazijulikani zimetoka wapi. Watu wameishi miaka yote kwa amani,
Unaona? Kwa hivyo saa hizi muhimu ni kuwa kila mtu ajue ana jukumu, na sisi tuna bahati kwa sisi ni Waislamu, tutasema la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Kila mtu ajue family si wewe peke yako, family ni umma wote. Family hata jirani yako akiwa ni Mkristo wafaa umtekea. Kwa hivyo mimi nalia kwa sababu family mine na za wengine wengi watoto wameangamia kwa sababu ya mukuka. We need help. We need help because especially this masjid kuna madrasa ndani yake. What are we trying to show our kids? Na ukizungumza nobody is taking action. You know, uwezi kukuta kanisani, uwezi kuta miraa inaekwa milangoni, hakuna. Lakini hapa kwetu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ni kwa sababu kila mtu saa hizi anakuwa me, I and myself, ambapo wasahau mtoto wako hata kama mnamdhibiti ndani, akitoka nje atakutana na mambo mengi. Kwa hivyo amani. Kitu kingine imevunja amani ni mauraibu haya ya miraa, tembo na vitu vingi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana mama yetu, na inshallah ni mada moja ambayo tutakuwa nayo, utaisikiza inshallah very soon. Shukran. Inshallah, shukran sana. Jazakillahu khairan. Alena wa alaikum. Mungu apeleke salama. Amina. Piteni street. Tushazunguka, tumekuja mapema Pigeni picha. hata kuna kama tushachukua video.